Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi maisha yako umeyajenga vipi, Bwana Yesu asifiwe. Labda umeweka misingi yako kwa waganga, Bwana Yesu asifiwe. Lakini Jumapili ya leo, siku ya leo, tunaongea katika habari za kujengwa upya katika Kristo. Ama kujengwa upya katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na nikuona unalala na kupiga makofi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu atalala leo. Tunahitaji kujengwa upya katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia maisha yako yote. Je, ni kazi? Je, ni ndoa? Je, ni elimu? Umejenga katika nini? Misingi yako uliweka vizuri katika nini? Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Mwanzo, aliyepata tusomee pale ambapo inasema Mungu akashuka, akasema tushukeni basi tuone kile ambacho walikijenga wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ule mnara. Kitabu gani? Mtu atusomee, sitakwambia. Msomaji. Tuko microphone. Tulisome Biblia. Kwa sababu tunajenga imani yetu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kusema mimi naijenga imani yangu katika Kristo. Maisha ya kiroho ya mtu yameshuka. Maana hata kusoma Biblia nako imekuwa shida. Hayo ni unajenga kwa nani? Unajenga katika Kristo Yesu kweli? Umeyajenga katika maombi? Umeyajenga katika ibada? Aliyepata tusomee. Kwa kitabu na mlango na mstari. Kitabu ni kile cha Mwanzo, mlango ule wa 11, mstari utaanza ule wa kwanza na kuendelea. Ndio. Nasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Hapo endelea. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Mishinari. Wakakaa huko, wakaambiana, haya, na tufanye matofali, tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe, na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni. Tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi. Mstari wa 5. Bwana akashuka ili auone mji. Rudia mstari wa 5. Mstari wa 3 nasema. Mstari wa 5. Bwana akashuka ili auone mji na mnara uliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya, na tushike huko. Haya, na tushuke huko, tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Mstari wa 8. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko, waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Tosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanadamu walikuwa na lugha moja. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wakisema kwa mapatano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakakusudia kujenga mnara. Lakini maandiko yanasema pale kwanza Mungu alisema kwamba zaeni ukaijaze nchi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye lengo lake alikuwa siku kuzaa na kuijaza nchi. Akasema tujenge mnara ili na sisi tupande huko juu, tukakutane na Mungu, sisi nasi tuishi huko.
Bwana Yesu asifiwe. Hawakutaka mipango yao ijengwe katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Walitaka kujifanyia mambo yao kibinafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu akasema, hebu tushuke. Bwana Yesu asifiwe. Tushuke huko, tukawatawanyie lugha. Bwana Yesu asifiwe. Ili kile wanachokijenga kiharibiki. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu vingapi ambavyo wanajaribu kujenga? Je, hata maisha yako ya ndoa yako vipi? Bwana Yesu asifiwe. Maana tumesoma katika Biblia, mtu yeyote anayeyasikia haya na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua iliponyesha, Bwana Yesu asifiwe. Mvua iliponyesha. Nikuulize, je, maisha yako umeyajenga vipi? Je, mvua inaponyesha ile nyumba yako inaweza kusimama? Bwana Yesu asifiwe. Je, maisha yako yanaweza kusimama? Je, kazi yako inaweza kudhibitika? Elimu yako inaweza kudhibitika? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu ni wasomi sana, Bwana Yesu asifiwe, lakini wanatembea na makaratasi. Kazi ziko na wale ambao hawana. Na ikibidi uko nao wanaomiliki zile kazi na makaratasi gushi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumuona mzee amekuja nyumbani, Bwana Yesu asifiwe, amenuna. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kule kazini kimenuka. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna mvua kule imemnyeshea. Bwana Yesu asifiwe. Achana na mafuriko. Mafuriko hayajaanza kuja. Bwana Yesu asifiwe. Mvua kule imemnyeshea. Labda amepambana na boss ama amepambana na watu wa pale kazini. Amenyeshewa kule mpaka akija kwa nyumba amenuna. Bwana Yesu asifiwe. Anakuwa mkali. Bwana Yesu asifiwe. Mvua tu basi. Mvua inaweza kumwangusha mtu. Hata kabla ya kungojea mafuriko, kabla ya kungojea dhoruba, mvua inaweza kumfanya mtu akaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuangushwa na mvua. Mvua peke yake imekunyeshea. Je, akija mafuriko utaweza kusimama? Bwana Yesu asifiwe. Na je, ikivuma dhoruba utaweza kusimama? Si ujengwe katika mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Na kina mama je? Hebu tuendelee hapo kwa kina baba kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Hata anaweza kuja kanisani baba, unamkuta amekasirika, ama unamkuta huyu anakaa hali ya kuchanganyikiwa, unajua kimenyesha. Kumenyesha kule nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kumenyesha, amepambana na mama kule. Bwana Yesu asifiwe. Mvua imemnyeshea kule. Bwana Yesu asifiwe. Kidogo uache msalaba. Maana amenyeshewa na mvua. Maporomoko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Tena dhoruba haijavuma. Bwana Yesu asifiwe. Mafuriko hayajaanza. Bwana Yesu asifiwe. Je, akija mafuriko utaweza kusimama? Situjenge nyumba zetu, situjenge maisha yetu katika huu mwamba, ili dhoruba zikija tukaweze kusimama, ili mafuriko yakija tukaweze kusimama. Na wamama je? Bahati mbaya umeachana na mzee kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Labda umesafiri nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Ukifika kwa nyumba pale kwa rumu, sasa umerudi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kuna dera. Bwana Yesu asifiwe. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kuna dera. Mvua imenyesha hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mvua imenyesha hiyo, itakuangusha mama. Hiyo mvua peke yake. Haujaambiwa kwamba nitakuletea kuna mwenzako basi kuna bibi mwingine. Mvua peke yake imenyesha, umeona dera peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Angalau tuseme ni mpya. Hapana, si mpya. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme angalau amekununulia wewe. Ukiangalia hata hiyo size na vana hii haiwezi kulingana kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Unaliangalia Jumapili unakuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuona umefadhaika. Bwana Yesu asifiwe. Hatujasikia habari kwamba wewe ni mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Wala mtoto wako wala wa kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Hatujasikia watoto wako wamefukuzwa shule. Bwana Yesu asifiwe. Mvua imenyesha. Bwana Yesu asifiwe.
Umejenga msingi wako katika mwamba kweli? Bwana Yesu asifiwe. Ili hata mvua ikinyesha, Bwana Yesu asifiwe, umeona hii kitu kama hii, Bwana Yesu asifiwe, kwa nyumba, unasema Mungu, acha ikajulikane kuwa wewe ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ikajulikane kuwa wewe ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku nyingine wakati akija mzee akirudi kutoka kazi, unamwambia na hii dera ulioninunulia naona ni kubwa sana ama ni ndogo hii. Na si ulikuwa uniulize hii kala mimi sijapenda. Bwana Yesu asifiwe. Sio mwambie hii kala mimi sikuwa napenda. Nilikuwa napenda angalau purple. Hii ni kala gani? Bwana Yesu asifiwe. Ni pink. Ulikuwa mwambie mimi napenda purple ama red. Hiyo ndio kala yangu mimi napenda. Ulikuwa uninunulie kama siku nyingine uniulize, kamrudishie mwenye duka, mwambie hii ni nini? Hii dera mimi sijapenda, sijaivaa. Kwa hivyo kamwambie mimi sijapenda hiyo. Halafu pale ushaiombea, Bwana Yesu asifiwe, atairudisha kwa mwenye alileta pale, halafu ataivaa na mambo mengine yatachukua hatua pale. Bwana Yesu asifiwe. Na vitu vile vitakomea pale kwa kuwa umejenga imani yako katika ule mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu Kristo. Vitu kidogo tu tunayumba. Je, tumejenga imani zetu kwa nani? Kwa waganga? Nakumbuka yule mtoto wetu alipokuwa hajisikii vizuri, tulipompeleka pale Kifaha. Wakati ule tunamuona alikuwa ameisha, tunasema kuisha, tushampoteza. Bwana Yesu asifiwe. Hapa maisha basi ilikuwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Madaktari wakang'ang'ana pale, wakang'ang'ana. Mimi nilikuwa nimekata tamaa, nilitaka kufendi pale hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nasema huyu mtoto tena aliombwa kwa Mungu huyu mtoto. Kwani ametupa halafu achukue ghafla hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Siku 2 ya 3 ya 4 tukaanza kuona mtoto ameanza kuchangamka kupitia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Akaombewa. Kila dawa inajaribu kuwekwa hivi, haingii, dawa inaenda chini, mishipa sijui haionekani, sijui nini. Mimi nikaenda kukosana na wale madaktari. Niliambiwa huyu mtoto tutoleeni. Sisi tutaenda kuona vile tutafanya. Ndio tufanyeni referral. Tutaenda kama ni Malindi, kama ni Mombasa. Nikasema hii ni shida ambayo tunaweza kuishughulikia hapa. Hii ni shida ambayo tunaweza kuishughulikia hapa. Mwanzo nilimpata yule daktari ambaye anamhudumia, akasema naona na wale madaktari wakubwa pale. Kulikuwa kuna wazungu pale wako pale. Nikawafuata nikamwambia huyu mtoto tutolee. Inatosha. Acheni tukamhudumia. Wakasema hii kitu tunaweza kuihudumia hapa, tunaweza kuifanya hapa. Kwa hivyo hatuwezi kurifaa shida ambayo hapa inaweza kufanya. Maana mpaka maelezo tuandike kwamba hii shida kwa nini imeshindikana hapa ndio umetupelekea huko. Sasa tukishindwa kueleza kwa nini imeshindikana na kitu inajulikana kwamba hapa ndio tunafanya, alafu kama tumeshindwa ndio wanaanzia hapo. Sasa itakuwa sisi hatujafanya kazi yetu. Nikawa nasikia vibaya, wakakasirika, mimi nikakasirika zaidi. Lakini hatujui kama tulienda kule hospitali kutibu ugonjwa gani. Jambo la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. La pili tena ilikuwa ni sababu kwamba watoto wengine wakatolewa. Kulikuwa kuna wagonjwa kule. Kupitia wale watumishi waliokuja. Nataka kumshukuru brother Ben, brother Babake Manu, mchungaji na wale wote. Bwana Yesu asifiwe. Maana tuliona mtoto mwingine, Bwana Yesu asifiwe, alikuwa mgonjwa. Mimi sijaona amesinyaa, yani mkono kama kidole. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema wewe ukisema mgonjwa unaenda hospitali unaweza kupona kabla haujatibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jenga imani yako katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mafuriko yakija usiweze kutikisika. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku yule unamshangaa hata Wakristo wanamwambia yule mama, hiyo si ugonjwa wa nini? Huo si ugonjwa wa hospitali. Unasikia kuvunjika moyo, maana wengine hata ni Wakristo nje. Nasemekana huo si ugonjwa. Nakumbuka wakati mwingine kama 3 weeks ago, kama 2 weeks ama 3 weeks, tulikuwa na mjadala mkubwa, mjadala mgumu. Mimi na ndugu yangu, wakati wote tulikuwa 8 kwa room. Ilikuwa ni usiku.
tukawa tunajaribu kuongea. Watu wakasema kuna mambo mengine Mungu hawezi kufanya, eti waganga wanaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Unapopanda imani yako kwa waganga, Bwana Yesu asifiwe, siku zingine watakuja jaribu kutikisa, waone kama imani yako umejenga vipi. Wakiona kama ni kwa waganga na wachawi, wataporomosha wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hauhitaji hata mafuriko, wewe hauhitaji hata dhoruba, lakini kama ulijenga katika mwamba, mvua itanyesha, mafuriko yatakuja, dhoruba zitakuja, zitaipiga nyumba ile, lakini isianguke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fikiria maisha yako yote. Je, kama ni elimu, nilikuwa namhusisha Mungu? Ama nilikuwa nikienda kwa waganga nipate kahirisi kidogo ili niwe position 1 kwa klasi? Bwana Yesu asifiwe. Kunao wanafanya hivyo. Ukienda kule darasani unashika zote, wanasema hivyo, lakini utamaliza. Utaenda university, utamaliza, lakini mwisho wa siku naweza kufunguka na hizo karatasi. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka mwisho hautapata. Lakini anasema mkabidhini hoja zenu zote. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye atayanyosha mapito yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna wale watoto ambao hupenda kulia usiku. Bwana Yesu asifiwe. Mara zingine mwambie Mungu, ninipatia huyu mtoto, cha siwe kikwazo kwa ajili ya majirani na kwa mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nalia mpaka watu wale majirani wanasema nimeshaka matupi, sasa sisi tutalala vipi, kesho ni kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hauna tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Ama unangojea ule wakati mambo yameshindikana, kwa mfano ni kazi umefukuzwa, ndio maombi mazito. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio unaomba, si ungejenga? Imefikia wakati unasema Mungu ingilia kati. Aingilie kati, ajenge msingi wa nani sasa? Bwana Yesu asifiwe. Umeanza, umefikia hiyo level, umekaribia lenta kule. Bwana Yesu asifiwe. Unasema Mungu sasa ingilia kati, maana naona mambo hayaendi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ajenge msingi wa nani? Ulichimba katika msingi wa nani? Kwa hivyo pale ulienda kwa waganga, ulianza na waganga, sasa imefika mahali unasema Mungu ingilia kati. Endeleze ama aanze? Pale unasema wasemaje? Endeleze ama aanze? Bwana Yesu asifiwe. Lakini anza na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo unasema basi mimi nimefikia hapa, taanza vipi na Yesu? Tusome kitabu cha Nehemia. Mbili. Kama mfikanza. Anza. Kitabu kile cha Nehemia mlango wa 2, nitaanza mstari wa 1. Nasema, ikawa katika mwezi wa Isani, mwaka wa 20 wa mfalme Atashata, na divai imeokoa mbele yake, nikaishika ile divai, nikampa mfalme, nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wowote. Basi mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako, nawe huna ugonjwa? Nini hii isipokuwa ni huzuni ya moyo? Ndipo nikaogopa sana. Nikamwambia mfalme, naishi milele kwa uso wangu, usiwe na huzuni. Iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa, na malango yake yameteketezwa kwa moto. Ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Basi nikamwomba Mungu wa mbinguni, nikamwambia mfalme akiona vyema, na ikiwa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali unipeleke mpaka Yuda,
niuendee mji wa makaburi ya baba zangu nipate kujenga. Mstari wa 6. Tosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nehemia alikuwa katika kule uhamishoni. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mnyweshaji wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye alikuwa cupbearer wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wakati alionekana akiwa na huzuni usoni. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme Atasia akasema sija kujua hivi wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Sikufahamu hivi. Hebu nieleze kuna shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Akasema mfalme uishi milele. Maana aliogopa. Sasa sijui kama wanaweza kuishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Akasema mfalme uishi milele. Sasa uso wangu utakuwaje na furaha? Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa mji wa baba zangu, Bwana Yesu asifiwe, uko katika hali ya ukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Makaburi yako katika hali ya kama jaa. Bwana Yesu asifiwe. Ukuta umebomolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na nyumba ya Bwana imechoma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa moyo wangu utakuwa vipi na furaha? Basi ongea hitaji la moyo wako. Unataka nikufanyie nini? Bwana Yesu asifiwe. Unataka Bwana akufanyie? Hoja yake ilikuwa ajenge ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Enda akajenge hekalu la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako ni wapi unaona yameporomoka? Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu akujenge upya. Bwana Yesu asifiwe. Tena akujenge katika ule mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Akaulizwa hitaji yako ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Hitaji lake ni kuwa na akajenge ukuta, akajenge hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ilikuwa huzuni ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe je? Ni kitu gani ambacho kinakufadhaisha katika maisha yako? Ama yamenyoka? Bwana Yesu asifiwe. Ama yamesimama vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio maisha standard ulikuwa unataka? Bwana Yesu asifiwe. Tusikae katika maisha ya kuhuzunika. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata wale wa kule nje watakuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Labda tukumwendea ile tutapata msaada. Bwana Yesu asifiwe. Lakini je, kuna msaada kwako? Uko imara? Naomba kuuliza kitu. Bwana Yesu asifiwe. Philip, je, kule kazini mvua ikinyesha vizuri hautaanguka? Hauwezi anguka. Na je, ikifikia mahali mafuriko yamekuja vizuri pale kazini, Bwana Yesu asifiwe, hautaanguka? Una uhakika utasimama? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Wamama, hamjambo? Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Mama, watu waseme wewe ni mchawi. Hata vinyo unatuangalia wewe ni mchawi. Kweli. Hata umeshika mtoto wangu ameshikwa na homa, wewe ni mchawi. Je, utasimama? Halafu ni mshirika amekuja, ni mshirika unamjua, mnakaa nyote kwa kanisa, utaweza kuingia tena kwa kanisa? Na waende wao kanisani, mimi siendi, nabaki. Bwana Yesu asifiwe. Wabaki na kanisa lao. Mvua tu imenyesha hivi, mafuriko hayajakuja, maana ni mmoja tu amekwambia hivi. Je, wangekuwa watatu? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumkabidhi Bwana maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona Ayubu katika Biblia. Hakwenda kusema Mungu nisaidie, naomba unisaidie. Hata watoto wake alikuwa akiwaombea, huenda hao watoto wangu Mungu amekukosea, nimekuja na hii sadaka kwamba wakaweze kusamehewa na maisha yao yakaweze kusimamishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu unamkabidhi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa Yesu Kristo yeye ndiye mjenzi mzuri anayeweza kujenga maisha ya mtu yakasimama.
Bwana Yesu asifiwe. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Umeudhiwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Mungu napitia hili, lakini kama ni kusudi yako mambo haya yatendeke. Lakini kama hujapenda Mungu, naomba ijulikane kwamba wewe uko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yatakikana kwa mtu ambaye alijengwa katika mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka zile zama tulipokuwa watoto wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Kijiji chetu kilikuwa kimejaa ushirikina mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndo mara zile za kwanza kabisa wokovu unaingia katika vile vijiji kule vijijini. Bwana Yesu asifiwe. Japo mimi sikuona mama akiokoka, mimi nilizaliwa nikiwa niko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuja mjua Mungu baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilikuwa na happen kwamba unaweza kulala, mlango si umefunga. Ni happen, unaona yani mtu sijui ameingia na wapi, mlango umefunga, unaona kinyesi, mtu amekuja kujisaidia kitu kikubwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Ungekuwa wewe unafanya nini pale? Bwana Yesu asifiwe. Nasema Mungu, kama ni mapenzi yako, huyu endelee kumpa chakula, aje akijisaidia hapa, maana ulimpatia mahali pa kuja kujisaidia kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini iliendelea kiwango kwamba ilifikia mahali tukituma mitaani, nendeni mahali fulani, nendeni kanichukulie kitu fulani. Unaenda mahali unasema umetuma, lakini unaweza kuwa hapo mahali kwa sababu labda ni mahali ambapo watu wanakunywa. Wajumbe walikuwa wagema. Na mara zingine tulikuwa tunatuma na mama, nendeni kwa mjomba wako, nenda kumwambia nahitaji mboga. Kwa hivyo akupatie mboga uniletee hapa na wapikie chakula. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kwa mjomba. Mjomba akiwa ni mgema, wateja wake wamefika pale. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wateja pale wamezingira pale, wamenakunywa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta unasalimia lakini wengine wamenyamaza. Ni hiki kitoto hiki. Pale mjini hapa ingilii kwa sababu ya hiki kitoto. Wewe mtoto, wewe unasumbua sana. Utajua sisi nani. Yaani haijatosha ile spiritually kwamba wanakufuata na usiku, wanasumbua, wanaleta kinyesi, wanaleta kila kitu, ghasia, nguo za watoto mara zingine zinapotea. Unashindwa nguo umeliweka hapa jana, sasa haipo. Shaenda wapi hii nguo? Kwani niliacha nje jana? Hapana, sikuacha nje. Niliweka hapa. Lakini sasa sio. Hawa watu kwani sasa imefikia wakati mara zingine wanashikwa mpaka usiku, hawawezi kutembea. Unakuta mtu amesimama hapo nje, hawezi kuenda, hawezi kuondoka. Watu wakitoka, ni nani wewe? Aite fulani. Sasa nakupiga sasa hivi. Pale nyumbani kulikuwa kuna mbwa. Mtu unaita mbwa, unamshikanisha na huyo mtu, unamfukuza mpaka anaenda kuingia kwa nyumba yake. Yo ameshaingia. Lakini kesho unasema asante Yesu kwa kuwa wewe ni mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hizo vitu zikaenda mpaka zikakosa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ushuhuda mwingi tuliona. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitenda. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati mwingine kuna mtu mwingine, Bwana Yesu asifiwe, jirani kabisa, mtu wa familia kiasi, kuna alikuja wakati huo alipokuja sasa, baba na nyanya walikuwa katika maombi kwa sababu hiyo hali walikuwa wamechoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakaomba, walikuwa wako na maombi na ndani ya siku 3 hivi. Kajileta yule wa kujileta. Kafikia wakati, Bwana Yesu asifiwe, wakati ule wa usiku amejileta, sijui kukashuka moto kutoka wapi, ila aliungua
akawakana kwamba alimwagiliwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mwili wote ulitoka yale malengelenge sijui nini yale. Bwana Yesu asifiwe. Halafu wale wawili wakaambiwa usiku walipokuwa wamelala na wako kwenye maombi bado, wakaambiwa nendeni mkamwombee. Msipomwombea nitammaliza. Bwana Yesu asifiwe. Yule nyanya na yule baba wakaondoka asubuhi. Hakuna mtu anayejua kwamba alikuwa mgonjwa, wao walikuwa wanajua peke yao. Wakaenda kumuombea. Aliendelea kuwa na hivyo vidonda mpaka leo bado yuko na makovu, lakini uzuri ni kwamba alimwamini Yesu. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye Mungu aishie apenda. Labda kuna maisha unaona yameshuka kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Labda kuna hali fulani unaona imeporomoka. Bwana Yesu asifiwe. Jengwa katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie kitabu cha Matendo ya Mitume 15. Anzia 15. Anzia 16 tafadhali. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume mlango wa 15 mstari wa 16 nasema, baada ya mambo haya nitarejea, nami nitaijenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka. Nitajenga tena maanguko yake, nami nitaisimamisha, ili wanadamu waliosalia wamtafute Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya mambo haya anasema Bwana kwamba nitarudi ili akaweze kuijenga nyumba ya Bwana iliyoanguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa yeye ndiye mjenzi, anasema atarudi. Baada ya hayo maanguko, baada ya hayo mapitio, baada ya kufeli, Bwana Yesu asifiwe, anasema atarudi kujenga. Hakuji kujenga nyumba hii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anakuja kujenga maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yaliyoanguka mahali. Bwana Yesu asifiwe. Yaliyoporomoka mahali. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo yanaonekana magofu. Bwana Yesu asifiwe. Ili akaweze kuyasimamisha tena. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajijua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Pale mahali unaona kwamba hapa mahali pameporomoka. Bwana Yesu asifiwe. Labda ni maisha ya kiroho yameshuka. Bwana Yesu asifiwe. Labda ni maisha ya kawaida yameshuka. Bwana Yesu asifiwe. Labda ni afya yako imeshuka. Bwana Yesu asifiwe. Usiende kwa mganga. Bwana Yesu asifiwe. Usitafute ushauri mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali umetafuta ushauri wako katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tena kanisa ambalo unajua pale imani yangu imejengwa vizuri, tena katika mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Ambao mwamba ule ni Yesu Kristo. Ili ukaweze kusimama maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa Yesu peke yake ndiye mjenzi hodari. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote wanaojenga katika mwamba ule hawawezi tikisika. Majaribu yanapokuja hawawezi tikisika. Magonjwa yanapokuja hawawezi tikisika. Mvua inaponyesha hawawezi tikisika. Mafuriko yanapokuja hawawezi tikisika. Dhoruba zinapovuma. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitaki kuendelea sana kufikia pale. Nataka kuwakaribisha wale praise and worship na mchungaji karibu. Pia huyu mchungaji ni kijana. Si mzee, sijaona Mungu. Ama ni vile yuko na upara. Achilie kidogo tuone kama yuko na movie. Kama mwezi mmoja hivi tutatambua kama amekuwa mzee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mchungaji karibu na wale praise and worship karibu. Na Mungu akubariki sote.